kisayansi vya kwanza kurekodiwa kuhusu tofauti kati ya jinsia vilifanyika katika makumbusho ya London na Francis Galton mwaka 1882. Ni muda mrefu kweli kweli. Aligundua kuwa wanaume walikuwa na uelewa mzuri zaidi wa sauti angavu au zilizo wazi, sauti kali au zenye mpangilio wa juu, walikuwa na nguvu zaidi ya mikono na walikuwa na hisia ndogo za maumivu ikilinganishwa na wanawake. Utafiti wa awali kuhusu eneo maalum la kazi za ubongo ulitokana na wagonjwa waliopatwa na uharibifu wa ubongo. Iligundulika kuwa wanaume walioumia upande wa kushoto wa ubongo walipoteza sehemu kubwa au zote za uwezo wao wa kuzungumza na misamiati, ili hali wanawake waliopata uharibifu sawa wa ubongo hawakupoteza uwezo wa kuzungumza kwa kiwango sawa, ikionyesha kuwa wanawake wana zaidi ya eneo moja la kuongea. Ngoja nidadavue ili tuweze kuelewa, tuongee katika lugha ya kwetu ya kawaida. Angalia huu ubongo wangu jinsi ulivyo hapa. Tuko sawa sawa? Si unauangalia sasa hivi Utazame vizuri. Kuna upande wa kulia na upande wa nini? Wa kushoto. Sasa wanaume walipochunguzwa, sehemu ambayo inahusika na speech au kuongea, walipopata stroke au ajali ambayo ilipiga upande huu, walipoteza uwezo wao wa kuzungumza. Walipoangalia wanawake pia ambao walipata shida hiyo hiyo ya ajali, wakaathirika eneo hilo hilo, waliwaona bado wanaweza kuzungumza. Ndipo akagundua, naongea kwa lugha isiyo ya kitaalam, ya kilei kabisa, wanawake wana viboksi vya ziada vya kuzungumza kuliko wanaume. Kwa hiyo wanaume wana kaboksi kamoja, kakipigwa hako ni mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwanamke yeye ana vya ziada, ndio maana wanaongea. Sasa ikitokea kwenye kesi, naongelea kwenye ndoa sasa, kuna jambo limetokea, mnaelezana pale ndani, mwanamke anaongea kwa mihemko yake, anaongea kwa hisia zake, mwanamume hawezi kushinda hii kesi ya kujieleza. Ikatokea kwamba umemuona adui anawashambulia ninyi, sio kila saa unarusha risasi, sio kila saa unapiga. Kuna saa nyingine inabidi utulie pale ulipo na uweke majani ya kutosha juu ya mwili wako, ili adui akija afikiri ni jani, kumbe ni wewe. Au wakati mwingine kuna namna ya kujikava, wanasaidiana kujikava. Wakati mwingine unatafuta jiwe kubwa kama liko mbele yako. Natoa tu mfano, wako upande wa pili na nyinyi mko upande huu, una bunduki yako, mnarushiana risasi, lakini wakati wanarusha hapa kuna jiwe kubwa. Mwanajeshi ambaye ana busara ya kivita, wakati akirusha risasi moja, anatakiwa ajihami chini ya jiwe, ili yule kule akirusha isimpate, ikiwezekana ipate kwenye jiwe. Hiyo ni kawaida. Sasa iko hivi, wanaume ni wanajeshi. Anapoona umemzidi kwa maneno, zile ni risasi, utakuta anatulia, anaanza kuchati, unaongea, yaani ile ndio jiwe lake lile, anajikava. Risasi zikija, unisikilizi, nakuuliza umemaliza? Yaani risasi zimeisha ili nianze kujibu? Maana wao maneno mengi kwenye ubongo wao inatafsiriwa kama mashambulizi. Akishindwa kujikava kwa staili hiyo, atatumia staili. Wanandoa wananielewa, ambao yani wengine hapa ninavyoongea mnakumbuka na matukio. Ni kawaida katika jeshi, kwenye vita, kufanya kitu kinaitwa ambush. Hata wanyama, simba wanafanya ambush. Kwa hiyo kuna saa unaweza, ukisikia simba ananguruma, ni mojawapo ya staili zake za ambush. Mwanaume ukimrushia risasi maneno, mwisho anaweza kukwambia, yaani hiyo tu imetosha, maana yake anakuambia kaa mbali. Asilimia kubwa ya wanaume huomba msamaha kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Yaani mmekosana kabisa, unasubiria baba fulani lazima niombe msamaha. Ndume inakwenda inanunua kilo 2 za steak ya nyama. Wewe huku unawaza, imekuaje, mbona ilikuwa ni dagaa siku zote? Ile ni message, anakuambia yaishe. Mmegombana, umemwelezea, mmebishana kweli kweli, amegundua amekosea na anajua kabisa amekosea.
kwa sababu hawana maneno mengi ya kujieleza. Unashangaa tu baada ya siku 2-3 pap, iPhone macho matatu. Sasa unashangaa imekuwa kuaje? Yaani ndio taarifa hiyo ameshaisema hivyo. Ni pale tu anapopata jibu ndipo anaponena au kuonekana mchangamfu, kuonyesha yuko tayari kuwasilisha suluhisho. Ni dadavue hii kidogo. Mara nyingi ni wanyamazifu wanapoona hawana majibu ya matatizo yao. Ukimuona amekuja anaongea mwanamume, jua ameshapata jawabu tayari. Nendeni popote pale mtakapoenda, iwe mmetoka out kwenye restaurant, mnakula chakula popote pale, mnaweza mkakaa pale mnaongea, afu baadaye unashangaa mume wako amenyamaza, haongei tena. Sasa unajiuliza, tumetoka, mbona haongei? Yaani maneno yake yameisha, hana mengine. Ukitaka endelee kuongea, mletee matatizo ili atatue. Wanaume huongea zaidi ndani ya vichwa vyao, kwa sababu hawana uwezo wa maneno wa nje kwa mawasiliano kama wanawake. Mwanamume anapokaa na kutazama nje ya dirisha, kipimo cha ubongo kinaonyesha kuwa ana mazungumzo na nafsi yake ndani ya kichwa chake kuliko anavyoweza kuongea. Hujanielewa? Yaani ukashangaa tundu imetulia tu hivi. Usije ukamwambia, mbona umenyamaza tu? Hajanyamaza tu, ana vikao. Vinaendelea hapo vingi. Tofauti na wanawake. Wanawake wao wanajisikia raha kuongea. Na ndio maana nimewapa maonyo mengi sana dada zangu. Nawaambia hivi, kwa kuwa nyie mna hisia, ninamaanisha mihemko, emotions, kuliko sisi, akikutana na mwanamke mwenzake ambaye naye pia ni mwenzake katika mihemko na hisia, wanaongea lugha zinazofanana ambao wanaita lugha za kike, kitaalam ni feminine language, ambao nimewaambia kwamba wao wanawake kwa hiyo mihemko yao na hizo emotions zao, wana majina yao wanaitana mazuri mazuri. Mnakumbuka yani wao kuitana mpenzi, dia ni kawaida. Ukisikia mkeo anaongea na mwingine, nimekuelewa dia, usije ukaanza kukagua hiyo simu, utakuta ni Ashura. Huwa ndivyo walivyo wao. Sasa katika mgogoro huo, wanaongea lugha zinazofanana, wanajikuta ni wepesi zaidi kusimulia matatizo yao kwa marafiki zao, ambapo matatizo haya baadaye yanakuja kuwawinda kwenye maisha. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au afafanue zaidi. Amekujibuje? Wana watu makundi yako mawili, nifafanue au niishie hapa? Kwa kuwa umemkuta Asha, mnaelewana. Ukimsimulia shida zako, anajua namna ya kujibu. Wanawake wana sanaa ya kusikiliza, ambayo mimi najifunza kwenye psychology, wao wanayo, wamezaliwa nayo. Kuna the art of listening. Ni hii, mtu anaposimulia kitu lazima umpe yani ile pongezi ya kuendelea, unamhamasisha. Kwa mfano, wow, ndivyo ilivyokuwa hivi. Ayayayayayaya. Wanawake wanaweza hiyo kuliko sisi. Sisi ni Sasa akimkuta mwanamke mwenzake ana hiyo ya kuelezea vizuri, akieleza anamwita jamani. Ikawa hivyo, anaanza kuachia siri za wapi? Za moyoni. Na anaanza kumuelezea, maana amemwamini. Moyo wake humwamini. Anaanza kuachilia, anaongea mpaka vitu ambavyo aliapa sitasema, anajikuta amemwambia. Sasa kesho na kesho kutwa wamekosana, na bahati mbaya sana, kwa vile wote wana mhemko, huyu naye ataambia ni siri na mimi sitasema. Hii kilichoniambia umeniamini, sisemi. Na yeye atahemka kwa mwingine tena. Akihemka kwa mwingine tena, naye anaongea, anambia kuna kitu nataka nikwambie. Nini? Na kuamini. Imetoka hiyo. Na yeye anamwambia. Akishamwambia unashangaa, mbona kuna story nilimsimulia fulani ninaisikia imeanza kufanya nini? Kuzunguka. Haya maneno uliyoyasema yanakuwinda wewe mwenyewe. Hukujua kutumia emotions zako.